Mwaka jana mwezi wa 8 ambaye ni 2024 nilipata rasmi usajili chini ya Wizara ya Ustawi wa Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto. Nilipata usajili huo na watoto wote hapa wanaletwa kwa barua kutoka Ustawi wa Jamii. Kwa hiyo nawapokea kwa barua, kila mtoto hapa ana faili lake na barua yake, nampokea pindi anapopata tatizo, wakiangalia hana ndugu ama ametokea mazingira magumu, ninaletewa hapa. Wanasema palipo na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Mwenyezi Mungu amejalia ndani ya kituo hiki tuna mafanikio kama yafuatayo. Watoto wote ambao wanahitaji kwenda shule, umri wa kwenda shule, watoto wote nimewaingiza shule. Shule ninayofundisha mimi, hawa watoto wote nimewaingiza. Kwa hiyo nina watoto hapo kuanzia chekechea mpaka watoto wa darasa la 7. Lakini pia na wa sekondari nimewapeleka sekondari. Lakini pia tumepata mafanikio, tumepata uwanja wa takriban heka 3. Nadhani kwenye kona pale mlipopita umeona kuna uwanja ule uwanja tuliupata mwaka juzi. Mwaka jana ndio nimemaliza deni na tukaanza moja kwa moja kutafuta huku na kule simenti kwa ajili ya kujenga pale. Tunamshukuru Allah, mpaka sasa hivi tuna vyumba 20 ndani ya lile jengo. Vyumba 10 ni vya watoto wa kike na vyumba 10 ni vya watoto wa kiume. Na mpaka sasa hivi tuko kwenye kufunga renta, ndio tunapambana, tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie ili kusudi tuweze kumaliza jengo lile, watoto wapate sehemu ya kujihifadhi. Lakini kuna changamoto ambazo nazipata ndani ya kituo hiki. Changamoto ya kwanza ni malazi. Hapa tulipo tumeingia mwezi wa 12. Hii nyumba tumepewa tu kwa ajili ya kujihifadhi. Nilipokuwa nimechukua kwa ajili ya kulipa kodi, mwezi wa 12 aliitaka nyumba yake kwa ajili ya biashara. Ilikuwa ni nyumba kubwa sana. Kwa alitaka kwa ajili ya kutengeneza gesti, akawa amenitoa pale. Hii nyumba ni ya mwalimu mwenzangu tunayefundisha naye, ndo alinipa kwa ajili ya kuweza kujihifadhi hapa. Ilikuwa haijaisha, ikabidi niimalizie. Ilikuwa tumepigwa bati, nikaimalizia, nikafunga uzio. Watoto ndo tunaishi hapa. Lakini hapa tumepewa mpaka kufika mwezi wa 5 tuwe tumeshapata sehemu yetu ya kuelekea, ili kusudi na yeye aendelee na matumizi ya hapa. Kwa hiyo ukiangalia watoto 64 tukakosa sehemu ya kuishi, kwa kweli ni dhima kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo changamoto hiyo ni kubwa kabisa. Lakini kuna changamoto ya chakula. Chakula kinanipa shida. Hapa ninapika kilo 15, wakati mwingine kilo 10, inategemea. Kuna siku watoto wanafika mpaka watoto 70. Lakini kuna siku watoto wanaenda wanapungua hivyo. Kwa hiyo chakula nikiletewa, hata kama ni chakula akijitokeza mtu akiniletea kilo 50, ni siku 2 tu chakula kimeisha. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ndio nayo ni hiyo changamoto ya malazi pamoja na changamoto ya chakula. Lakini pia nina changamoto ya ugonjwa. Watoto hawana bima. Kwa maana kwamba mtoto akiugua nikimpeleka hospitali inabidi nianze kutafuta huku na kule pesa ya kumtibu mpaka nije nipate ile pesa. Basi unakuta mtoto, tukipata angalau bima kwa ajili ya watoto kidogo itanipa unafuu. Hii ni katika ibada kubwa kabisa, kwa sababu ukija kwenye Qur'ani nasoma araaita alladhi yukathibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mwisho umekuja fawailu lilmusallin, kusali na kuenuka sio dini peke yake.
na hiyo iko katika Qur'an, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, sio kuinama na kuinuka tu kwa ndio dini. Dini ina upeo mkubwa kabisa. Wakati upeo mkubwa na maisha yote mwanadamu yanakwenda katika mfumo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala akashauweka zamani. Sasa hili ni jambo kubwa ambalo limo ndani ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi na yule ambaye atawadhamini yatima basi tutakwenda hivi peponi, yani sambamba kabisa. Ikiwa na kama hiyo, hili ni jambo la kupigwa mfano, la kuliendeleza na kumshukuru Mwenyezi Mungu sana sana sana, na kuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala alidumishe, alitie baraka, aliweke neema na alikuze katika staili ambayo si ya kufahamika, yani staili ambayo anajua yeye peke yake. Kwanza sisi ni taasisi ya kiserikali ambayo inafanya huduma za bima katika manispaa ya Kahama, lakini pia tumekuwa tukifutulisha kwa taasisi na wadau mbalimbali. Ni sehemu mojawapo ya kutoa mchango wetu kama taasisi, lakini mwaka huu kimetusukuma sana ni uwepo wa watoto ambao wana uhitaji sana sana na wanaishi kwenye mazingira magumu. Mimi nikiwa kama meneja, kwa kuangalia dhamana zangu, niliona ni wakati sahihi sasa kuhakikisha kwamba tunashika mkono sehemu zile ambazo zina changamoto kubwa, hasa idara hii ya watoto yatima. Ndio kubwa zaidi yotusukuma. Ni uhitaji wa jamii husika ambao imetusukuma kufikia hapo. Swala zima la kuja kutoa sadaka yetu hapa, kwanza ni kutimiza yale majukumu ambayo kwa ni moja majukumu yetu, kushirikiana na jamii katika shughuli mbalimbali. Lakini lengo la mazumuni sisi tuliangalia wale ambao wanahitaji maalumu, ambao katika kituo hapa walikuwa wanahitaji zaidi, na ndio tuliamua kuwapa msaada. Na vile vile ni kama kuwajengea vijana ambao wako katika mazingira magumu, wale ambao hawana wazazi, wajisi kwamba na wao wako na watu na wanathaminiwa na watu muhimu katika jamii yetu.